لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن جميع صحابة رسول الله أجمعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu zangu Waislamu ambao tumekutana hapa katika msikiti huu wa Mwenye Mkuu hapa Magomeni Mapipa, leo tarehe 23 mwezi Shaaban 1446 Hijiria, sawa na mwaka 2025 tarehe 22 mwezi wa pili. Tupo katika kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani kama alivyotangulia mashaikh wenzangu hapo, na kisha atakuwepo mwingine. Allah wahifadhi, awape afya njema na umri, waendelee kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, kama alivyotangulia kuieleza mada yangu, mali yako ni ile ambayo uliyoitoa katika njia za kheri, sadaka na njia mbalimbali za kheri. Lakini ile mali ambayo hukuitoa ukaibania, ile sio yako, ile ni ya warithi wako. Nimeamua kwenda kwa bwana mkubwa Imamu Nawawi rahimahullah. Nitachukua tu hadithi moja kwake, zilizosalia tutarudi hapa ambazo nimeziandaa. Imamu Nawawi katika mlango wake wa 218, kwa hapa Mwenye Mkuu, hichi kitabu tushakisoma, tumekimaliza muda mrefu sana, takriban miaka iliyopita huko nyuma, wakati Sheikh Juma alipokuwa akiniachia jukumu pamoja na Sheikh Moita. Tumepambana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na neema ya umri, tukawa tumemaliza hichi kitabu. Tulikuwa tukisoma hadithi moja baada ya moja. Hii ni neema ambayo ipo katika msikiti huu wa Mwenye Mkuu. Allah aweke katika mizani ya uongozi wa msikiti huu. Wale ambao wameshakwenda akhera, Allah aweke katika mizani yao, awaweke katika starehe na amani na raha kwa neema za peponi. Imamu Nawawi anasema babul jud wa fi'lul ma'ruf wal iktharu min al khair fi shahri Ramadan wa ziyadatu min dhalika fi al ashr al awakhir minhu. Mlango unaoelezea kufanya ukarimu, wema na kufanya mambo mema, wal iktharu min al khair, na kufanya kwa wingi kufanya kheri, fi shahri Ramadan, katika mwezi wa Ramadhan, wa ziyadatu min dhalika, na ziada ya kheri katika hilo, fi al-ashr al-awakhir minhu, inapofika 10 la mwisho la Ramadhan. Basi kama mtu alifanya kheri tarehe 1, tarehe 2, tarehe 3, basi ajitahidi kuweza kufanya katika 10 la mwisho, ambalo lina siku moja nzito sana, kwa sababu hata ibada na thawabu inakuwa inaongezeka. Akasema an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ajwada an-nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, wa kana yalqahu Jibril fi kulli laylatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'ana. Fala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi min ar-rih al-mursala
rawahu al-Bukhari fi kitab Badi al-Wahyi wa ghayruhu, wa ni hadithi ya 99, wa Muslim fi kitab al-Fadail bab kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ajwad an-nas, hadithi 2307. Abdullah ibn Abbas anasema kwa sababu ameishi na Mtume, amefunga naye Ramadhani, na sisi tuangalie sasa tutafanyaje akina baba na akina mama kuweza kupambana katika hizi njia za khair. Anasema kana Rasulullah ajwad an-nas, Mtume alikuwa ni mkarimu wa watu, bimaana aktharu nasi juda, ina maana alikuwa ni mkarimu kuliko watu wote. Mkono wake ni mwepesi sana, mkono wake mrefu sana, ina maana alikuwa anayafanya yale mambo ambayo hasa yanayotakiwa kufanya. Akasema wakana ajwad ma yakunu fi Ramadhan, lakini Mtume ukarimu wake ule wa kuongeza khair ni pale inapokuwa katika mwezi wa Ramadhan, alikuwa anafanya khairi sana. Hina yalqahu Jibril, pale anapokutana na Jibril. Akasema wakana yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadhan, Jibril alikuwa anakutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kila usiku wa Ramadhan, wanakutana na Jibril. Fayudarisuhu al-Qur'ana, Jibril anamfundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam Qur'an. Abdullah ibn Abbas anasema alivyomuona Mtume akasema fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alivyokuwa Mtume nilivyomuona, hina yalqahu Jibril, anapokuwa amekutana na Jibril labda jana usiku, leo mchana, ajwadu bil khairi min ar-rih al-mursala, alikuwa anafanya khairi kwa spidi kubwa kuliko upepo unaokwenda kwa haraka. Hapa tunapata fundisho kwamba tujitahidi kufanya khairat, tujitahidi kusoma Qur'an, tufanye khairat. Akina mama washindane na akina baba, na akina baba washindane na akina mama katika mambo ya khairat. Tushindane katika mambo ya khairat mwezi wa Ramadhan, na ndivyo watu wema masahaba radhiyallahu anhum walivyokuwa. Kwa hiyo na sisi tuangalie, tuanze kujipanga. Leo tumebakiwa labda na wiki moja au siku 6 ndio zimebaki, au siku 7. Kila mmoja ajipange. Je, atakuwa mkarimu namna gani? Atakuwa mkarimu kwenye nguo, kwenye chakula, kwenye maji, kwenye juisi, kwenye pesa, kwenye misikiti ya Mwenyezi Mungu? Atakuwa mkarimu kwa maimamu, atakuwa mkarimu kwa waadhini, atakuwa mkarimu katika usafi wa misikiti, atakuwa mkarimu kwa watoto yatima, atakuwa mkarimu katika zile shule za Kiislamu ambazo wapo watoto wa Kiislamu wapo pale, hawarudi nyumbani lakini wanalala pale. Atakuwa mkarimu kiasi gani? Kila mmoja aangalie, tuingize furaha na faraja na raha na amani katika nafsi za wenzetu. Tushindane. Akina baba nyosheni mikono yenu, na akina mama nyosheni mikono yenu, kila mmoja aweze kufanya lile ambalo Mwenyezi Mungu analolitaka. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, washindane kwenye kushindana. Ninakuwa na mfano mzuri. Mwaka jana karibuni mwezi wa 10 nilialikwa Zanzibar, maimamu wangu hapa, nilialikwa katika kuichangia Radio No, ipo Mtoni Kidatu, kuna msikiti unaitwa Masjidus Sahaba. Basi ilikuwa kuchangia ile radio katika kuendeleza, wanataka kuna mambo wanataka kuiendeleza. Basi wanawake na wanamume wa Kiislamu waliwekeana mashindano kwamba kesho anatakiwa aonekane ni nani. Akina mama wakasema tunataka tumuoneshe Bibi Khadija kwamba yupo hai. Akina baba wakasema tutapambana. Basi mimi nilialikwa pale kama mtoa mada, na nikawa nimekabidhiwa kazi ya kuweza kuchangisha ile pesa. Subhanallah, ulianza mchango pale, Sheikh Mwaita, Sheikh Juma hafidhahumullah, ulianza mchango pale, imekwenda akina baba wakatoa 600,000.
cash, takriban kama na kitu hivi. Akina mama walitoa milioni 3,500,000. Ilikuwa furaha kubwa mno, milioni 3. Yule MC anawaambia akina baba mmefungwa magoli mengi, akina mama walifurahi sana. Sasa ukiacha zile ambazo zilizochangiwa kwenye redio, ambazo ni watu ambao hawakuwepo pale, lakini redio ilikuwa live, ilikuwa inapokea michango. Lakini vile vile leo nilikuwa nimealikwa Zanzibar, sehemu moja inaitwa Bububu, katika shule yenye jina la Mheshimiwa Ali Hassan Mwinyi rahimahullah, ambaye alikuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Basi kuna mhadhara unafanyika pale Bububu, akina mama walikuwa ni wengi sana, na leo yakafanyika mashindano tena ya sadaqa leo. Subhanallah, ilikuwa hatari. Akina baba huku na huku wamechangia 1,135,000. Akina mama wamepiga milioni 1,300,000. La ilaha illa Allah. Akina baba tunakwama wapi? Hizo ambazo zilitangazwa pale, ukiacha zile za kwenye redio, sababu nilikuwa nakimbilia chombo ili niwahi kwa ajili ya kuja kuziba pengo hapa leo kwenye muhadhara. Kwa hiyo ina maana akina mama wasikubali kupitwa kheri na akina baba, na akina baba msikubali kupitwa na kheri. Mama Khadija radhiyallahu anha, tena leo nilikuwa namtaja Mama Khadija shekhe, nimepita kwenye kijiwe kimoja wakati nakwenda kusali asri, baada salati al-asri hapa Manyema, kwenye kijiwe kimoja cha boda boda, wakawa wananiambia, bwana shekhe, samahani, bibi Khadija mpaka akaolewa na Mtume ipo wakuwaje? Nikawaeleza kwa muhtasari, nikamwambia huyu mama Khadija, mwanamke wa kwanza kutoa shahada shahada la ilaha illallah shahada anna Muhammadur Rasulullah, na ni mwanamke ambaye alitumia mali yake, sababu Khadija alikuwa tajiri, alikuwa ni tajiri kwa maana ya utajiri. Kwa hiyo alitoa mali yake miaka 12 kabla Mtume hajahamia Madina kuutumikia Uislamu. Kuna Waislamu walikuwa ni wanyonge sana, wanazikishwa matumizi, maisha magumu. Mama Khadija akawa ametoa mali yake kuwapa, ameeneza mali yake katika khairati nyingi, kwa sababu Mama Khadija alijua kwamba mali yake ni ile atakayoitoa, hii anayoiacha sio yake. Ndio maana Mama Khadija radhiyallahu anha ameondoka, hakuacha nyumba pale Maka ya kurithiwa, mali yake yote akawa ameitoa. Kwa hiyo na sisi tujifananishe na hawa. Hatuwezi tukawafikia masahaba radhiyallahu anhu, lakini angalau tutembee nyuma ya zile nyayo walizokanyaga katika khairati. Kwa hiyo akina mama wa Kiislamu wapambane. Wanaweza kujiunga akina mama 2, 3, wanaangalia sisi Ramadhani hii tutafanya nini. Ama mwanamke mmoja akaamua yeye kama yeye, kwa lugha ya mjini wanasema kujinipua, anaamua kufanya khairati, unaingiza furaha katika familia za Kiislamu. Inawezekana umemfanyia kheri mtu mmoja, lakini mtu mmoja huyo ana familia karibuni ya watu 7, umewalisha watu 7, lakini umewafuturisha watu 5 ama watu 10 au 12 au 13. Katika hao 13 ukifanya 7 mara 13 utakuta umefuturisha karibuni watu wanafika 50, kwa sababu umetoa mali yako. Kwa hiyo ndugu zangu, tujitahidi sana kufanya mambo ya khaira. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu, hadithi ambayo anaisimulia Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, anasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba al-a'mali ila Allah. Sikilizeni vizuri Waislamu kupitia Munir TV. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Munira TV. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna ahabba al-a'mal, hakika matendo mema yanayopendeza ila Allah, kwa Mwenyezi Mungu. Katika matendo mema ambayo ukiyafanya Allah anafurahi sana na anakupenda sana mja wake wewe, ni nini?
sururun, ni furaha, tudkhiluhu ala mu'min, utakayoingiza katika familia ya mu'min. Sururun, umempelekea chakula, umempelekea kitu ambacho kitamsaidia, umempelekea mavazi, umempa pesa zimemsaidia dhiki zake, yani umetoa kiasi ulichojaliwa. Mtume akasema sururun tudkhiluhu ala mu'min, ni furaha utakayoingiza kwa mu'min. Unaingiza furaha kwa mu'min, unaingiza furaha kwa mwalimu wa Qur'an, hajawahi kufutari mwezi mzima, futari ya maana. Unaingiza sururu katika nyumba ya imam, katika nyumba ya muadhin. Unaingiza sururu katika nyumba ya mu'min mwenzio, mwanamke mwenzio. Mtume akasema ni furaha unaingiza katika nafsi ya mu'min. Hii furaha inafanya kazi gani? Mtume akasema takshifu anhu karba, ile furaha inamuondolea huzuni, simanzi. Amesema wallahi, kumbe na ndugu zangu, kama sio huyu, wallahi Ramadhani ningeftari nini ya Rabbi na watoto wangu? Kama sio dada yangu huyu, ya Rabbi niwekee dada yangu huyu, ya Rabbi niwekee babangu, niwekee kaka yangu, ya Rabbi niwekee hao watu wanaonisaidia mimi. Ina maana umeingiza furaha katika nafsi za watu. Mtume akasema au taqdi anhu dainan, ama unamlipia deni lake. Inawezekana amekwambia ama hajakwambia. Inawezekana amekwambia, bana mimi nadaiwa kodi ya nyumba, bana nadaiwa ada ya shule, bana kuna pahala nimekwenda kukopa unga, kilo 5 sukari, huyu bana ananiamini nadaiwa shilingi ngapi, kiasi fulani. Kile kiasi alichotaja wewe kwa uwezo wako ukaamua kumwongezea na ziada, ukaendelea na yako. Mtume akasema au tatrudu anhu jua, ama unamfukuzia njaa, unaifukuza njaa. Rawahu al-Baihaqi. Unajua njaa inafukuzwa? Njaa inafukuzwa na nini? Na hela. Nyumba yenye hela njaa hakai. Kweli sio? Kweli sio kweli? Njaa haikai, yani inakuwa inakimbia na ile hela inamwambia njaa, ukikaa hapa inakuua. Njaa inasema. Kwa hiyo unaingiza furaha. Hiyo ni hadithi ya kwanza. Kwa hiyo ndugu zangu, tuingize furaha katika nyumba za waumini, tuingize furaha, na haya tutakayoyafanya ni kwamba unaweka akiba. Kullu nafsin bima kasabat rahina, kila mtu kwa kile alichokichuma. Kullu nafsin, kullu ni harfu istighraq, nafsun ni nakira, wa nakira tufidu al-umum, yani kila mtu kwa kile alichokifanya ameweka akiba. Alingine Allah akasema man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha, anayefanya mambo mema anafanyia nafsi yake, na atakayefanya mabaya anaikosea nafsi yake. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tupambane. Sheikh Juma ni shahidi, anajua hilo. Ukienda Madina na Maka, hususan Madina, siku za Jumatatu na Alhamis yanatandikwa yale maplastiki kwenye mazulia, kuanzia hapa mpaka kule, vinawekwa futari. Umefunga hukufunga, Alhamis na Jumatatu, tena wanakuita ya haji taata, yalla ijlis hina. Kuna keki, kuna chai, kuna tangawizi, sijui kuna mtindi, kuna maji ya Zamzam, kuna nini, kuna kahawa, panadhinio, mnakunywa kidogo, kimaliza mnaswali. Baada ya hapo mnakula kwa kushiba. Lakini kuna watu ambao amechukua kibali serikalini kupitia kamati ya msikiti kwamba mimi nitakuwa naleta chakula kila Jumatatu na Jumanne, na yale masiku meupe. Sasa mwezi wa Ramadhani ndio usiseme la ilaha illa Allah, maana mimi nimefunga Ramadhani 4 Saudia, Ramadhani 4 pale mwezi wa Ramadhani, msikiti wa Mtume. Wallahi utashindwa wewe, utashindwa. Ukiamua utembee na futari zitakuzidia.
Kuna futari nyingine zinakuwa zinarushwa, labda wewe ukipa mzuri wa kudaka payment. Bado si hivyo tu, sio kwa kuhadithiwa, kwa kushuhudia. Wallahi pale Madina kuna baadhi ya wafanyabiashara waumini, wengine si wafanyabiashara, wanakuwa wameweka program, anagawa pesa Riyali 50 kila mtu, ama Riyali 100 au Riyali 200, anakuwa anagawa. Yeye anatoa tu. Sasa anatoa Riyali 200, maana yake ni $50, anampa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu anajua hizi si zake, ni za warithi. Kwa hiyo anatanguliza mali yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu, tujitahidi. Mashehe watakuja mbalimbali, utatoka mimi, atakuja shekhe mwingine kesho, tuchukue faida huku na huku, yani mpaka mashehe mihadhara inakwisha, umebakia na faida ndani ya Ramadhani. Wewe unakuwa ni tajiri, unaangalia sasa, hapa mimi nitawekeza wapi? Mimi hii ibada hii nitakwenda nayo mpaka Ramadhani ishe. Sawa, inaweza zote huziwezi, huwezi kuzifanya zote. Hiyo ni hadithi nyingine. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, innama dunya li arba'ati nafar, dunia ni ya watu wanne. Kuna watu wanne. Wa kwanza, abdun warazaqahu Allahu malan wa ilman, kuna mja wa Mwenyezi Mungu, ni mwanamume au mwanamke, Allah amempa mali na elimu. Inawezekana hakusoma lakini anajitambua. Fahuwa yattaqi fihi rabbahu, kupitia pesa hii, riziki hii na ilmu hii, anamuogopa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya ile riziki aliyopewa. Umepewa riziki, itoe katika njia za kheri, ifanye katika njia za kheri. Wakati watu wanaswali tarawihi, labda wameshaswali ishai, wanasubiri, labda una juice, labda una maji ya kunywa, kama vile vijichupa vidogo vidogo vya afya vile vidogo, unaamua tu. Na sadaka iliyokuwa bora ni maji. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alikaa, akaja sahaba mmoja akamwambia, ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat, mamangu amefariki, fa ayu sadaqatin afdal, ni sadaka gani nimfanyie mamangu? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, saqil ma, ni kumpa maji. Sasa Sheikh Juma, Allah yahfadhu, kwa wewe utakuwa ni shahidi katika yale mahoteli makubwa pale Maka, yale mnara wa Saa, ukija Darut Tauhid, ukija huko nyuma Jabal Umar, ni misikiti ile, yale mahoteli yameunganishwa na msikiti wa Maka, lakini mle ndani kuna mavyumba makubwa zaidi ya msikiti huu, imewekwa sehemu ya kusalia. Yani ukiswali pale na imamu wa Maka ndio huyo anayekuswalisha. Sasa mle ndani yamewekwa mafriji. Msimu wa hija umewekwa maji, kuna juisi, wakati mwingine wameweka tende, maziwa. Sawa, ni wewe, na wameweka ile hadithi kwamba sadaka iliyokuwa bora ni maji. Sasa mwaka jana nilimchukua haji mmoja, nikamwambia, unaona hii friji? Akamwambia, Sheikh, haya maji yanatoka wapi? Nikamwambia, unaona hiyo hadithi umepita? Akamwambia, hebu nitafsirie. Nikamtafsiria. Baada ya kumtafsiria nikamuuliza, unasemaje? Akamwambia, Sheikh, kule kwetu sisi hatuna sunna hii, na ukiweka friji msikitini utakuta imeondoka. Nikamwambia, hapana. Nikamtajia, nikamwambia msikiti wa Mwenye Mkuu yamewekwa maji pale nje, friji la maji, usiku mchana. Yani ni mtu Muislamu si Muislamu wanapita wanakunywa usiku mzima maji baridi. Kuna mtu anakwenda na ile nje chupa kubwa ni lita 1.5 la afya ama la uhai, anajaza lote, anakunywa maji. Lakini kuna mtu amefanya nini? Amenywesha yale maji. Lakini kuna mtu anaangalia gharama ya umeme, kuna mtu anaangalia gharama ya maji. Nilipokuwa nakwenda kutawadha Sheikh huko, vyoo hivi vya Mwenye Mkuu ni
kuna msikiti mmoja nimempigia picha mwenyekiti wa ule msikiti, nimempigia picha na video nimemtumia, nikaambia hebu kuweni mfano wa msikiti huu. Msikiti kwapi? Nikaambia kwa Dar es Salaam. Karibu, nikaambia wala sio karibu. Mambo mengi. Nikamwambia ndio, mwenye mkuu. Nashukuru bwana. Tufanyia kazi. Sasa hapa mwenye mkuu, angalia, unakwenda kule washroom, chooni, unakanyaga kwenye maji. Yale maji yanasafiri. Unatoka kule chooni, unakanyaga maji na bado kuna maji yanatoka kwenye pipe yanamwagika, muda wote tupo msikitini. Kwani si kweli? Sasa unadhani huyu mtu anayetoa sadaka hii peponi unakwenda kumkuta? Kwanza uone utakuwa VIP anakulata. Mtume anasema, hadithi sahihi katika Sahih Muslim, Mtume anasema sab'atun yudhilluhumullahu yawma al-qiyamah yawma la dhilla illa dhilluhu. Watu wa aina saba ni Waislamu, wanamume wanawake, watakaofanya matendo saba watakuwa chini ya kivuli cha arshi ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu siku ya Kiyama jua litateremshwa kufikia utosi maili moja. Hebu niangalieni ndugu zangu, jua hili la Dar es Salaam ni hatari. Leo tunashuka kwenye chombo kile Kilimanjaro, ndani kuna AC. Baada ya kushuka pale nje, la ilaha illa Allah, mvuke huko. Sasa ule ni mvuke wa jua, na wanatuambia jua lipo kilomita milioni 99. Wengine wanasema lipo umbali wa kilomita milioni 150. Tunalipata hivi sasa jua. Je, siku ya Kiyama Mtume anasema tudna shamsu min al-khalq bimiqdari milin, jua litateremshwa kumfikia mwanadamu siku ya Kiyama, ambapo ni mimi Sheikh Msakaja na wewe. Haya huyaamini, wewe subiri tu. Litateremshwa hata takuna minhum kamiqdari milin, jua litafika kutoka hapo kwenye utosi kwenda maili moja. Lakini kuna wenzetu wallahi watakuwa chini ya kivuli cha arshi, wako pamoja na mitume wa Mwenyezi Mungu, wamekaa pamoja na masahaba radhiyallahu anhu, wamekaa pamoja na watu wema. Ni watu gani? Katika hao namtaja mmoja tu ndio tunayemkusudia, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqa, ni mtu ambaye ametoa sadaqa. Baada ya kutoa sadaqa, fa akhfaha, akaificha ile sadaqa, hakumwambia mtu kwamba yeye kuna jambo huwa analifanya, na inawezekana hata mkewe hajui, na inawezekana hata mumewe hajui, na inawezekana hata watoto wake hawajui kabisa kama baba alikuwa akifanya hivi, kwamba mama alikuwa akifanya hivi. Fa akaificha ile sadaqa. Mtume akasema hata la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu, kiasi ambacho huu mkono wa kushoto haukujua jema gani lililofanywa na mkono wa kulia. Mtume amemfananisha mkono wa kushoto ni mtu na mkono wa kulia ni mtu. Maana yake ni kwamba anatoa sadaqa, anawasaidia watu wenye kuomba shida zao, lakini ni yeye kama yeye nafsi yake. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema huyu mtu ambaye anamwogopa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya mali aliyopewa, halafu mali hiyo hiyo, riziki hiyo hiyo, wayasilu fihi rahimahu, anaunga udugu. Ndugu zangu, tunaingia Ramadhani, tuangalie mama zetu wadogo, wakubwa, wajomba zetu, shangazi zetu, dada zetu, tuangalie. Unaangalia utawafanyia nini? Hata kama wewe uwezo una rafiki zako ambao wana uwezo, mwambie bana, mimi na watu wawili nahitaji iftari yao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa ya'lamu lillahi fihi haqa, huyu anajua kwamba katika hili fungu, katika hii mali aliyopewa kuna haki ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mtume akasema fahadha bi afdalil manazil, huyu yuko katika daraja ya juu. Kwa hiyo unatoa sadaqa, unakwenda kukaa chini ya kivuli cha arshi. Si hivyo tu, huko kaburini uko salama. Ni sababu gani? Watu wema
Kwa hiyo tufanye mambo mema ili tupate radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, mambo mema yana athari kubwa sana. Kuna jambo ambalo huwa napenda kulisimulia Sheikh Juma, Sheikh Mwaita pamoja na waumini wenu, maamuma wenu. Mwaka 2019 wakwenda Palestine, Masjid al-Aqsa, tukwenda Jordan, pale Mu'ta ilipotokea ile vita. Alipozikwa Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu, na alipozikwa Jaafar ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, na alipozikwa Zaid ibn Haritha radhiyallahu anhu. Wao wamezikwa tofauti tofauti. Abdullah ibn Rawaha amezikwa kama hapa, ndipo alipouawa ile sehemu Mu'ta, na Jaafar ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ni kama hapa kwenda na msikitini pale kwa Sheikh Walid, Allahu yahfadhu. Na Zaid ibn Haritha ni kama kwenda hapa na kwenda pale Straba. Wamezikwa sehemu tofauti tofauti. Sasa tuliingia saa 3 asubuhi katika mji wa Mu'ta, Jordan. Kutoka Amman, mji mkuu wa Amman, kuja Mu'ta kilomita kama 80. Tuliingia kama saa 3 asubuhi. Ilikuwa ni wakati wa baridi kali sana sana. Basi kuingia mle ndani nikasikia harufu ya ubani, harufu nzuri sana, lakini hakuna ubani na hakuna kiotezo. Nikatembea pembeni mwa ile kaburi la Abdullah ibn Rawaha, sikuona kiotezo. Nimetembea sababu amejengewa kama vile kijijumba vile, yani kutoka kwenye nguzo ile na hapa, lakini imekuwa ni kubwa kama vile msikiti, lakini watu hawaruhusiwi kusali ndani. Nikamuuliza yule askari, nikamwambia, akhui, Abu As'alak, nataka nikuulize, min aina tafudhu hadhihi ar-raiha al-atira at-tayyiba, hii harufu nzuri inatoka wapi? Yule bwana akanambia, min hadha al-qabri, hii harufu nzuri inatoka katika ile kaburi. Nikamwambia, ama taqulu sahih, unayosema sasa? Akamwambia naam. Akanambia, kullama dakhaltu naubati wajadtu rih, kila ninapoingia katika shift yangu nakuta harufu nzuri, harufu nzuri sana. Nikaenda nikachukua ile kaburi, nikaenda nikalinusa kaburi la Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu. Wallahi nimelinusa kaburi la sahaba, linatoa harufu nzuri ya miski. Nikawaambia wale kina mama na kina baba tuko nao, jamani, hili kaburi la huyu sahaba linatoa harufu nzuri. Wakaenda wakalinusa, watu walianza kulia. Kuna mama mmoja akawa anasema, ya Rabbi Sheikh, hawa watu kaburi linatoa harufu nzuri kisha kufa miaka hiyo, maana yake inatoa taarifa kwamba huyu yupo katika maisha mazuri. Sababu gani? Sababu ya mema walioyafanya. Ndio maana ukienda Madina utakwenda kuona athari ya masahaba ya yale walioyafanya. Ule msikiti wa Mtume tunauona wa asili, kile kiwanja alikinunua Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakr Siddiq ndiye alinunua kile kiwanja. Bwana mkubwa alikuwa na hela, alikuwa na mzigo mkubwa, alikuwa na hela, na ndio maana Mtume alipomwambia umirtu bil hijra, nimeambiwa nihame, Abu Bakr akamwambia as-suhbata ya Rasulullah, mimi na wewe tutakwenda pamoja. Yani tajiri mkubwa anafatana na shekhe, kwamba unapokwenda kuzungumza maneno ya Mungu na Mtume, mimi na wewe tuko pamoja. Unapokwenda utakwenda. Sasa Abu Bakar akafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, siku 3 wamekaa katika ghar Thawr, katika ile pango, kula kunywa chakula chote kutoka nyumbani kwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Baada safari Maka Madina kilomita 440, Abu Bakar amedhamini kila kitu. Walipofika Madina, pale walipohamia, wamekuta kuna shamba la mitende ambalo watoto wameachiwa na baba yao, walikuwa wanaliuza. Mtume akapata habari, akaambia thaminuni,
nitajieni mnauza kiasi gani? Akatajiwa kidume kile, pesa iliyotajwa ni hela ndogo kwa Abubakar, akachomoa mzigo akaondoka. Ikamwelewa mitende, akatengeneza vizuri, hatimaye pakawa pamejengwa msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ukija huku Shamalia kaskazini, Sheikh nadhani naifahamu ile fundu kwa Uthman ibn Affan. Ndugu zangu, inaitwa waqfu Uthman, ni waqfu Uthman ibn Affan. Ile ardhi wanaeleza ni kwamba Uthman aliinunua akampa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo ile ni hoteli, nadhani ni 4 star chini na Uthman ibn Affan alinunua ardhi. Mimi na wewe tumefanya nini? Mimi na wewe tumefanya nini? Bali insanu ala nafsihi basira. Kwa hiyo ndugu zangu, tuhakikishe kwamba haya tunayoyafanya yawe ni mambo mema, tupambane. Sababu wale masahaba walijua. Hadithi inayofuatia hii tutakuja kuisoma hapa, hadithi mbili. Rawahu Tirmidhi. Hadithi inayofuatia ya 3, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema sadaqa ina faida gani Uislamu wenzao, akina baba na akina mama? Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tudfi'u ghadaba ar-rabb, sadaqa inayotolewa na mtu, kama yule mtu Allah alikuwa amemkasirikia kwa jambo alilolifanya, basi inatuliza hasira ya Mwenyezi Mungu kwa yule mtu aliyesadaqa. Allah anakuwa anamwangalia kwa jicho la rehema kwa sababu ya sadaqa. Wa tadfa'u anhu mitata su, sadaqa yule mtoaji inamuondolea vile vifo vya ghafla, ima ni yeye au familia yake. Rawahu Tirmidhi. Ndugu zangu, sadaqa ikisomwa mara nyingi, ukisikia Sheikh Juma, Sheikh Mwaita, mashaikh tukizungumza sadaqa, unamsikia Sheikh kishaanza sadaqa, ataka kuomba huyu, ataka apewe, baada hapo atapiga mzinga. Yaani mashaikh sisi tunaonekana ni watu wa kuomba, lakini hii ni sadaqa. Tujitahidi sadaqa ndugu zangu. Angalia mafeni haya. Na inawezekana anaweza akajitokeza mtu tu akafunga AC huko ndani. Sheikh, inawezekana akafunga AC. Muda wa swala zinafunguliwa. Baada ya swala na zile baadia tunafunga kama wanavyofanya misikiti mingine. Inawezekana. Sasa kama unaweka AC ndani ya msikiti, ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu, waje wa Mungu wanaswali kwa utulivu sana, ujue na wewe kaburi lako ni AC. Basi unatulia tu na unaona kule akhera. Mnajua ndugu zangu, wale ambao ndugu zetu wamelala hapa mwenye mkuu na makaburi mbalimbali duniani, wanayaona yale walioyafanya wakiwa hai. Wale waliofanya mambo mema wanatamani warudi. Ule uongozi wa mwanzo kabisa wa msikiti wa mwenye mkuu, wanaona haya yanayofanyika hapa, wanatamani warudi na wao waje wasimamie upya. Haiwezekani. Kwa hiyo kwa muda ambao tupo hai, tujitahidi kuyafanya haya. Hii hadithi, mali yako uliyoitoa ndiyo mali yako, iliyobakia ni urithi wako. Msikilize Mtume sallallahu alayhi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume siku moja aliwauliza swali masahaba. Sikilizeni hilo swali waliulizwa masahaba, na swali hili bado tunaulizwa sisi. Unaweza kutoka hapo kwenda kidogo ukamkuta Sheikh anasoma hadithi kama hii. Unaweza kaenda ndani hapo ukamkuta Sheikh anasoma popote pale. Mtume akasema, aliwauliza masahaba, na sisi tujiangalie, je, swali tunajibu vipi? Ayyukum malu warithihi ahabbu ilayhi min malihi, ni yupi kati yenu mali ya mrithi wake anaipenda sana kuliko mali yake? Sheikh Mwaita huko, Al-Habib huko, kwa pamoja. Mtume aliwauliza, ayyukum malu warithihi, ni yupi kati yenu mali ya mrithi wake ahabbu ilayhi,
anaipenda sana min mali, kuliko mali yake. Masahaba wakashangaa wakasema, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, ma minna ahad, hakuna yoyote kati yetu, illa maluhu, isipokuwa mali yake, ahabu ilaihi, anaipenda. Kila mtu anapenda mali yake. Mtume akasema, sikilizeni, akamwambia, fa inna malahu, hakika mtu mali yake, ma ni ile ambayo qaddama, aliyoitoa katika njia za khair. Hiyo ndio mali yake. Si mmeona baada ya swala kwa tumepita kikao, inawezekana umetoa shilingi 200, lakini wallahi ungeiona hiyo 200 huko ilivyo, inawezekana hata kama una shilingi 20,000 ungetoa. Leo shekhe, katika nilipokuwa Zanzibar Bububu pale, imekuja kalamu ya shilingi 150 dukani, imetangazwa kuanzia 500, 1000, 2000. Kalamu ya shilingi 150 wallahi imenunuliwa kwa shilingi 10,000. La ilaha illa Allah. Kalamu ukija dukani kwa shilingi 150, lakini imenunuliwa kwa shilingi 10,000. Kwa watu wengine sema, huyu bwana acheze hela bwana. Hapana, sio yako, anaangalia mali yake. Mtume akasema, wa malu warithihi, na mali ya warithi wake, ma akhara, ni ile aliyoichelewesha kuitoa. Rawahu Bukhari fi kitabu zakat, bab ittaqu an-nar walau bi shiqqi at-tamra wal qalil min as-sadaqa, hadithi 1417. Wa Muslim fi kitabu zakat, bab al-hath ala as-sadaqa wa lam tamra au kalimatan tayyiba wa annaha hijabu min an-nar, hadithi 1516. Idhan madha nastafidu min hadha, tunapata mafundisho gani katika hadithi hii? Fundisho tunalopata ni kwamba mali unayoitoa wewe ndio yako. Juzi shekhe, Ijumaa iliyopita, nilikuwa na hotuba Tanga katika msikiti wa Boraska pale kwa Shekhe Kiroboto, Allahu yafahamu, Masjidul Khair Mkokwani. Sasa katika kutembea Tanga, napita mitaa ya Mkokwani, barabarani, nimekuta kuna nyumba imejengwa mwaka 1930. Mwaka 1930. Ile nyumba hivi, yule aliyejenga bado yuko hai, na ile nyumba haiko hai. Sasa mwaka 1900, leo ni 2025, toa 1930, ina maana nyumba ina miaka 95 tangu imejengwa. Nyumba kama ile, sisi watu warithi tutagombana, si tutatukanana, si hata mahakamani tutazozana, na siku nyingine watu wanafika mpaka wanarogana, na mwingine anasema mimi kukusemesha wewe, mimi wewe kusema na wewe, ndugu yake damu hiyo, mimi labda nywele zote hapa, nywele zote hapa. Subhanallah, mtihani mkubwa. Warithi wanagombea mali. Yule aliyezitafuta kafa hajafa, ameshakufa, ameondoka na nyumba. Hawa ndugu zetu waliozikwa hapa, kuna mtu amekwenda na gari? Hawa waliozikwa hapa mwenye mkuu, si kuna watu wenye status kubwa sana, wenye heshima kubwa wamezikwa hapa, sawa? Je, wameondoka na nini? Hawajaondoka na kitu, wameacha kila kitu. Sasa mimi kwa nini nigombane na wewe? Fanya yako ili yakusaidie kesho. Kwa hiyo hizi nyumba tunazogombea, nyumba, viwanja, hati, vyumba, wakati mwingine watu wanagombea vyumba vya urithi, ni sababu tu. Kile ulichokifanya utakiacha, tanguliza. Kwa hiyo Waislamu tujipange, tufanye mambo mema. Na Ramadhani inatufundisha, mwezi wa Shaabani tunapanda, sawa, tunapanda, tunamalizia kupanda, tunakwenda kuvuna Ramadhani. Tuongeze khairat,
tuongeze sadaqat, tuongeze mambo mema, tufanye mambo mema. Kila mmoja angalie anafanya nini. Kila mmoja tunapokuwa tunakaribia kufutari kwa adhana, kila mmoja angalie anafanya nini. Wakati wa daku, kila mmoja, na inawezekana unaweza kumwalika mtu siku moja kufutari, lakini unamwalika mtu kuja, shekhe karibu bwana, njoo uje futari nyumbani kwangu. Mimi nitakuja kufutari nyumbani kwako. Mashaallah, futari nzuri. Je, familia yangu wamekula? Nitakachokifanya kule labda nitarudi na nini? Nitafika na mnusisha mkono, mke wangu mkono sasa. Hebu nusa kidogo sasa. Mfutari mandi? Mandi. Mandi. Maana kuna watu wengine chakula kinachoitwa mandi anasikia mandi hajawahi kuonja. Unajua kuna watu wengine inapita mwaka mzima hajala chips. Hana uwezo, amebakia anaangalia tu kama TV. Anaangalia hivi, picha kumbe ipo hivi, ipo hivi. Kwa hiyo Waislamu, anzeni hivi sasa kujipanga. Mali yetu ni ile tuliyoitoa, huo ndio urithi wetu, lakini ile tunayoiacha sio yetu. Tupambane, kila mmoja aweke uradi wake. Kila mwezi utafanya nini? Weka uradi wako. Huyu atakuwa na uradi wa subhanallah, huyu atakuwa na uradi wa istighfar, huyu atakuwa na uradi wa salatu ala nabi, huyu atakuwa na uradi wa kusoma Qur'an, huyu ana uradi wa sadaqa, huyu ana uradi wa umeme, huyu ana uradi sio usafi wa msikiti, huyu ana uradi wa kufanya nini. Tujipange Waislamu, tujipange, tufanye mambo mema, tufanye mambo mema.